Kama nilivyokujibu, game ya jana ilikuwa sio ya kuenjoy, ilikuwa ni vita. Kwa sababu unapocheza mashindano ya mtoano, obvious unakuwa unajipanga kuweza kufuzu. Pale ilikuwa sio pointi 3. Kwa hiyo dakika zote 90 hata baada ya kuchomoa goli la pili, ya kufunga goli la pili kwa maana ya kusawazisha, hatukuwa tuna furaha. Hadi kadhalika hata penalti ilikuwa ni hivyo hivyo. Na maana unakuwa unajipanga kujua nini ambacho kitatokea. Lakini kinachokuwa kinakufikirisha zaidi kwa sababu mpinzani wetu alikuwa anahitaji goli moja tu. Yaani akifunga goli moja na maana kwetu tunatakiwa tuongeze magoli mawili kwa maana tukishe manne. Kwa hiyo kilikuwa kinatupa mawazo sana. Kwa kila aliyekuwepo kwenye runinga, aliyekuwepo uwanjani, wote tulikuwa tuna mawazo moja tu, kuogopa na kuwa na pressure ambayo ilikuwa iko juu zaidi. Bana, nini kilikuwa kinakutia hofu pale kwenye penalti? Ama mpigaji yupo penalti kwa Simba alikutia hofu kabla hajapiga mkojo penalti? Binafsi kwa kipindi cha karibuni Simba tumekuwa sio wazuri sana kwenye penalti. Kwa hiyo nikiacha na huwa kila aliyefuatia alikuwa ananitia wasiwasi. Mfano niende kwa Kibu. Kibu sijamtokea akipiga penalti. Ndio kwa mara ya kwanza nimemwona anapiga penalti ya kiwango sana. Kwa hiyo wote nilikuwa na hofu, na hasa ukifikiria penalti hazinaga mwenyewe. Wale wenzetu walichagua watu, kama ulikuwa unafuatilia kipindi cha pili dakika za mwishoni, walikuwa wanaingiza wapigaji penalti wao ambao wanaamini kabisa huyu anajua kupiga penalti vizuri, lakini matokeo yalikuwa tofauti. Kwa maana penalti ni kama vile mchezo wa bahati nasibu. Aliyeaminiwa kupiga huwa anakosa. Nikurudishe tu nyuma, kipindi cha nyuma tunatolewa na Orlando Pirates kwa penalti kama sikosei. Tulikuwa tuna wapigaji penalti wazuri ambao tulikuwa tunawategemea. Nadhani kama sikosei Kapombe alikosa, Chama pia alikosa. Kwa hiyo ni watu ambao unajua unawategemea ni wazuri, lakini wanakupa tofauti. Kwa hiyo penalti hazina mwenyewe. Bana, shukrani sana katibu. Umetuambia huko na Semaji pia, lakini tawi liko zima hapa kwa ujumla. Tutazungumza nao. Semaji, sogea kidogo mwadi maneno. Kwa sababu Semaji wewe unabeba dhamana kubwa ya tawi kwenye kuzungumza na kumwaga maneno kwa ujumla. Sio Semaji? Utatuambia jina lako, lakini pia utaanza kwa kuwasema watani wako ambao walikuwa wanawazodoa muda wote kwamba nyinyi ni mwaka robo. Nashukuru sana kwa hili ambalo liliweza kutokea, tuseme kwamba kuanzia wiki nzima. Anza kutuambia jina. Kwa majina naitwa Maremi Masaba. Mimi ndio msemaji wa tawi la Sahara Ubayo Bwera. Sasa Ubayo Bwera jana umewafikia Waarabu. Walikuwa wanawazodoa kwamba nyinyi ni mwaka robo. Sisi sio mwaka robo. Ukirudisha taswira nyuma, kwenye hili kombe sio kana kwamba sisi ni wanafunzi. Wanafunzi ni wao. Sisi mwaka 93 tumeingia finali. Na tukacheza na Stella Abidjan ya Ivory Coast. Sidhani kama sisi ni wageni, sisi ni wenyeji kuliko wao. Yaani zile fikra za kusema kwamba sisi ndio tumeingia robo, hizo ni fikra ambazo ni za watoto ambao walikuwa hawajakuwa au hawajazaliwa. Sidhani kama kuna mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kujitambua, ana uwezo wa kusema kwamba Yanga ndio imekuwa timu ya kwanza kufanyaje kuingia finali. Hii ni marudio. Simba inaenda kuvunja rekodi yake, sio kweti Simba inaenda kutengeneza rekodi, inaenda kuvunja rekodi yake. Na nina imani hapa tunavuka, na kuvuka tumeshavuka, na tunaenda finali. Bana, walikuwa wanamtaja Zamalek. Jana ametolewa, anakuja Afrika Kusini, Stellenbosch. Wanajua mpira wale, hawaanguki kama Waarabu. Ni sawa, lakini kwenye hili ambalo liliokuwa mbele yetu, kwanza Zamalek ameamua kujivunja. Amejivunja kwa sababu gani? Zamalek amejivunja, amekumbuka mwaka 2003. 2003 alienda kutolewa akiwa bingwa mtetezi. Sasa alivyokuja kusikia kwamba Simba na yeye bado yupo ana survive, anazidi kuforce, akaona kwamba yani uwezekano wa kuweza kuzalilika mara mbili haiwezekani. Ni heri tujivunje. Ndio. Kwa hiyo Zamalek amemkimbia Simba. Amemkimbia Simba, nina uhakika. Yani hapa tulikuwa yani ni kazi moja tu kuwaforce. Kazi moja? Kuwaforce. Bana, vipi finali ipo? Finali inapatikana. Kwa kudura ya Mwenyezi Mungu nina hakika finali inaingia. Finali inaingia. Kwa hiyo squad team unaweza kuuzungumzia kidogo uwezo wa kocha Fadlu, kocha wa kwanza kuwafikisha nusu finali baada ya muda mrefu kidogo. Fadlu ni kocha mmoja mzuri sana, na ukija kuangalia uongozi wa Simba umeamua kumkabidhi mamlaka yote ya kufanya kazi anayoiweza yeye pasipo kuingiliwa na jambo lolote, ili afanye kazi yake kwa ufanisi mkubwa. Kwa sababu unapokuwa una kocha mkubwa na ukija kuangalia profile ya Fadlu
sio kubwa sana kivile, na ndio maana unaona watu wengi walikuwa wanabeza kwamba huyu hana uwezo wa kuweza kufikisha timu mbali, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Fadu anaendelea kupenya penya tu na atapenya mpaka finali. Na ndio maana ukija kurudisha hapa nyuma kidogo na Farabati baada ya kufanya vizuri wakamhitaji sasa, na yeye kwa uwezo wake wa kuweza kugundua Simba ndio imeweza kumtangaza sasa, na yeye anahitaji kufahamu nikiweza kukurupuka kwa sababu ya pesa ili niwahi kwenda kupata pesa. Na maana kwamba muda wote Waarabu wakuvumilie, ni muda wote tu wanaweza kukushomoa. Sasa na yeye amegundua siwezi kutoka kwenye sehemu ambapo iliponitangaza, ni lazima nitulie niweze kufanya jambo kubwa ili CV ipande. CV ikishapanda ina maana kwamba ndio atakuwa na uwezo wa kufanya mambo mengine makubwa zaidi ya hapa. Bana ubwela unaendelea kama kawaida. Bana njoo pia na wewe tuzungumze kwa uzuri, huko pia kwenye tawi la Simba Sahara hapa. Bana wewe wanakuita nani hapa katika tawi la Simba Sahara? Mimi hapa kwenye tawi mimi ni fasi wa Simba, lakini ni mjumbe. Naitwa Bwana Lucas Pasco William. Nafanya kazi zangu maeneo haya na tumeshiriki kamilifu katika kutengeneza tawi letu hili. Bana ubwela jana umemfikia Al Masry, Simba anavuka kwenda nusu finali. Bana kwanza ulitarajia hili ambalo limetokea jana? Binafsi mimi nilitarajia. Na nilikutana na maneno mengi sana mtaani. Lakini nilisimamia msimamo wangu na nikawaambia katika mechi ambayo sina wasiwasi nayo ni hii mechi ya kesho. Ilikuwa juzi sasa. Mechi ambayo ilikuwa ni jana sasa. Nikamwambia mimi mechi ya kesho sina kabisa wasiwasi na hiyo mechi. Kwa sababu niliangalia takwimu za mchezo uliopita. Nikagundua kwamba tulifungwa, lakini tulifungwa kwa makosa madogo sana. Ambayo kama tukiyafanyia kazi, na bahati nzuri naliamini benchi la ufundi la timu yangu kwamba ni benchi ambayo limesimama na linaweza kufanya chochote muda wowote. Nikarudisha na kwenye takwimu za nyuma nikapata ujasiri wa kusema kwamba hii mechi tunavuka. Bana kipindi ile Mpanzo anakuja maneno yalikuwa mengi kidogo. Mara Simba mpigwa, mara nini. Hebu waambie wale walikuwa wanasema kabisa. Tulishawazoea. Unajua sisi si watu wa maneno. Sisi Simba si watu wa maneno kwa kweli. Sisi ni watu wa vitendo. Na nafikiri hata wao wenyewe wanaona. Na wana mambo ya kujifunza kwetu. Sema tu kuna mtu mwingine apendi kujifunza, lakini wana mambo ya kujifunza. Yule Mpanzo unamzungumzia? Mpanzo kwa Tanzania kiukweli yule ni level nyingine sana. Kwa sababu sioni kwa Tanzania yetu mchezaji mwenye performance nzuri kama ya Mpanzo. Ana miezi tu Tanzania, hana hata mwaka. Lakini matukio ambayo ameshayafanya na rekodi ambayo ameshaiandika ni kubwa. Mpaka sasa hivi. Dabi mnaitaka? Hata leo. Kuna mtu mmoja jana alisema baada ya ile mechi ya Al Masry Yanga waje mcheze dabi pale. Tuliwataka kucheza nao, wakatuletea wauni uwanjani. Baada ya kuchungulia mkeka, walipoona mkeka umechanika, wakaleta wauni uwanjani. Kwa hiyo sasa hivi wanalialia hapo. Sisi walitukimbia wao. Kwa sababu sisi tumekwenda kufuata kanuni. Kwa kufuata kanuni ya ligi kwamba anayekuja kucheza kama mgeni lazima afanye mazoezi walau siku moja au mbili kabla ya mechi. Bana shukrani sana. Ngoja tuzungumze pia na mnyama mwingine hapa. Sogea. Asante sana. Sogea tuzungumze wote. Ndio Simba yenyewe. Bana hii ndio nini? Ndio Simba yenyewe. Furaha kiasi gani jana baada ya kwenda nusu finali? Baba kwanza achilia mbali na matuta. Baba hii. Yaani unajua bana, sidhani kama kuna Mtanzania ambaye alitarajia hiki kitu. Dakika 90 ziliongea, tuliona. Kweli wachezaji wetu walipambana kadiri ya uwezo wao. Na kama unakumbuka mtu mmoja anaitwa Shomari Kapombe. Sidhani kama kuna mtu ambaye aliendelea kusimama ile anakosa ile, kwa sababu niliamini pale mpira ndio tumemaliza pale. Lakini basi haikuwa bahati yetu. Kilichonishangaza zaidi ni yule kipa wao. Sijui kwa nini alikuwa anapoteza muda hali ya kuwa amepoteza matokeo dakika 90. Sio alijiaminije dakika 90 kwamba dakika 90 zimeisha. Anategemea matuta. Hakujua kwamba kuna Kamara. Kamara ndo Tanzania wani kwa sasa. Kamara mlimsema kule Misri.
Baba, unajua ndo kawaida ya binadamu bana. Maana siku zote unaweza kufanya mazuri 1000, moja tu kakosea yote yakafutwa. Sasa. Lakini sisi tuna matarajio na kipa wetu. Ndo sio mara ya kwanza kutuokoa. Kama unakumbuka hata kufuzu hapo yeye ndo alituokoa. Sasa. Alipambana. Tulikuwa tuna matumaini hayo kwamba sisi bana pamoja na kwamba tumeshindwa kufuzu dakika 90, bado hizi zinatulinda. Na ndio maana sisi wana Simba wote kwenye vijiwe tulikuwa tunao matumaini kwamba tunafuzu. Bana, yani mmefuzu na mmevuka. Na yani hii tunavuka. Bana, Simba Sahara hapa hamna mpango wa tafrija. Sio mchezo. Hilo lipo bana, kila kitu process kila kitu tunaandaa vizuri, tunaandaa vizuri. Tunaona hata hivi bado tunamsubiri msemaji atimbe hapa. Yani hawa mtakuwepo. Hakika. Sisi hatutangazi supu. Sisi sherehe yetu ni kubwa bana. Supu ni vitu vya asubuhi hivyo. Sherehe yetu ni kubwa. Watanzania wote hatuchagui Simba peke yake. Sisi wote hata Yanga waje utopolo walete uchawi wao. Sawa. Malizia kwa kuzungumza na ambao walikuwa wanasema nyinyi ni mwaka robo. Mwaka robo bana ni slogani yao wale kule. Sasa hivi tunawaita alimakundi. Wale ni alimakundi.